إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى ووعد فوفى وأوعد فعفى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من على الأرض مشى، ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صلى عليه الله ربنا ثم سلم، وآله أولي الفضل والوفا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia hii opportunity ya kuwa kwenye sehemu ambayo ni sehemu bora hapa duniani, ambayo ni masjid, kwenye siku ambayo ni best of the days of the week, ambayo ni siku ya Ijumaa. Na tuna send salutation na blessings ziwe juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale masahaba zake na wale wote wanamfuata mwendo wake mpaka siku ya Kiyama. Amin. Na usieni na pia najusia mwenyewe kuwa na ucha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, kama vile tunajua kama mcha Mungu ndio mtu ambaye anafaulu hapa duniani na vile vile siku ya Kiyama. Ayuhal mu'minun, inna min ni'amillahi al-azima ala ibadihi ni'matul waqt. Enyi waumini, tujueni ya kwamba miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amempatia mja wake ni neema ya wakati, neema yani the bounty of time. Wa minhu awqatul utal allati yadhunnu ba'd an-nas annaha khurujun 'anil iltizam. Na miongoni mwa hizo neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifanya juu ya mja wake ni neema ya wakati wa likizo au wakati wa holidays, ambayo unakuta watu wengi watu wengi wanakuwa wanadhani ya kwamba hiyo wakati wa holiday watu wanatolewa kwenye mambo ambayo yako lazim juu yao, yale mambo yanabadilika, hayuko tena lazim. Watakhali na nitaa, na vile vile watu wanadhani ya kwamba kama ni holiday hakuna kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fahmun khati'i, na hii ni ufahamu ambayo sio sahihi. Qala ta'ala: afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, nyie watu mnadhani sisi tumewaumba mmekuwa kwenye condition ambayo mmepuzwa. Na tunajua kama tumeumbwa na kufuata mwendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatucommand ndani ya Qur'ani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatucommand kwenye hadithi zake. Fal muslimu wal muslimatu fil utla ubadun lillahi ta'ala kama fi ayami al-amal wal madrasa wa kadhalika, yani fi kulli ayyam. Na tujue ya kwamba Muislamu mwanamke na mwanaume ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni servant wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa likizo, kama vile ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye siku za kazi au siku za madrasa, siku za school. Yani kila siku Muislamu ajue ya kwamba ni abdun lillahi ta'ala. La yatakhayyaru alhalal walharam fil utla. Tujue ya kwamba mambo ambayo au vitu ambavyo viko halali kwetu sisi au viko haram juu yetu havibadiliki wakati wa likizo, vinakuwa yani kama kitu kilikuwa halali kinakuwa haram kwenye likizo, au kitu kilikuwa haram kinakuwa halali kwenye likizo. Yani kwenye likizo vitu vya halali vinabaki vile vile halal, na vitu ambavyo viko haram vinabaki vile vile haram. Wala tusqatul faraid, na tujueni ya kwamba
fardhi haiangushi, yani haitoki juu yako, inabaki lazima kwako, kama ni kutekeleza fardhi fulani kwenye likizo au kwenye siku yoyote, inakuwa vile vile inabaki ni fardhi. Wala yurfa'u al-amru bil hijab, na tujue ya kwamba command au amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakina mama na wakina dada kuvaa hijab au jilbab inakuwa inabaki pale pale, yani inakuwa ni fardh na lazim kuvaa hijab, kama ni wakati wa likizo au wakati wa sio wakati wa likizo, yani kila siku hijab inakuwa ni wajib. Awalan, kaifa yaqdiha almu'min walmu'mina, namna gani muislamu mwanamke na mwanaume anapaswa kuspend holiday yake. Ibadullah, innal udlata fil islam waqtu taqwiyatin lil iman, tujueni ya kwamba likizo, wakati wa likizo kwenye dini ya Kiislamu inakuwa ni opportunity ya muislamu kufanya, yani kuzidisha imani yake, yani kufanya imani yake iwe strong. Kama vile alikuwa anafanya kazi hapati muda wa kusoma Qur'ani sana, anazidisha, anaongeza kama ni juzu moja kwenye likizo. Yani ni wakati ambao mtu kama alikuwa anasimama tahajjud raka 2 kila siku, lakini kwenye likizo anaongeza, anasema raka 6. Yani wakati ni opportunity ya kila Muislamu kufanya imani yake iwe na nguvu. La waqta ghaflatin wa isyan, na tujue ya kwamba likizo sio wakati wa kuwa kwenye hali ya ghafla au kuwa kwenye hali ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuqda al-udlatu bil muhafadhati ala salati fi awqatiha, yani tujueni ya kwamba likizo lazima mtu akiwa kwenye likizo, kama vile ni command ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ambao sio wakati wa likizo, perform sala kwenye wakati wake. Na vile vile kwenye likizo Muislamu inabidi awe anajua kama ni kwenye likizo, lakini swala inabaki ni iko na wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, sala juu ya kila Muislamu mwanamke au mwanaume inakuwa iko na wakati wake. Kuna kufika wakati fulani, kama hivi tuko hapa ni wakati wa sala ya Ijumaa, tunajua hivi ni Ijumaa, tumekuja wote msikitini. Na vile vile kwenye likizo tujue ya kwamba kila swala muda wake unabaki ni pale pale. Huwezi kuchukua swala juu kwenye likizo unasema hapana, taswali dhuhur na asr na maghrib na isha wakati wa isha, hapana, yani haijuzu. Na tujue vile vile ukiwa kwenye likizo ni opportunity wa bitaallumi wa tilawati alquran, ni opportunity ya mtu kusoma, kujifunza kusoma Qur'an. Kama we hauna muda kila siku wa kujifunza Qur'an juu uko na sababu ya kwenda kazini au unaenda school, lakini kama ni wakati wa likizo, unajua hapa ni muda wa mimi na mimi kuchukua hiyo opportunity kujifunza namna gani ya kusoma Qur'an. Wa bisilatil arham, na vile vile ni wakati wa kujitahidi kudumisha mawasiliano baina ya familia, yani kuvisit familia huko kwenye likizo, hawendi kazini au hawendi school, unakuwa unajitahidi ili uwe pamoja na familia. Wa bitarbiyati alawladi ala ta'ati wal haya, na vile vile ni wakati wa kujitahidi sana kwa pamoja na familia na watoto, kuwapatia tarbia au malezi ya kidini na ya kiadabu. Thaniyan, al-utlatu laysat udhran litasahul, tujeni ya kwamba likizo sio wakati au sio sababu ya kuwa kwenye negligence, kwenye state ya kuwa na negligence. Ayuha almuslimun, min akhtar ma yaqa'u fi al-utl at-tasahul fi al-hijab wal akhlaq, na tujueni ya kwamba vitu ambavyo vinapuzwa kwenye kila siku, lakini unakuta most of the time tukifika wakati wa likizo, hiyo command ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa wanaibadilisha au wanaitoa kabisa, ni wanaiondoa, ambayo inakuwa ni kitu cha haram mwanamke anakuwa anafanya. Na vile vile na akhlaq ya Muislamu,
Unajua mimi Muislamu siwezi kuwa naongea maneno mabaya kila siku. Hiyo ni komandi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno mazuri kwa watu, lakini wakati wa likizo mtu anakuwa anajisahau, anaanza kuongea ovyo ovyo. Wakaana alhijab lilmadrasati au alamal au baadhi alawqat, na tunakuta wakina dada na wakina mama wanapuuzia hii amri ya hijab, kama vile hijab inakuwa ni wakati wa ukienda msikitini au ukiwa naenda madrasa au ukiwa naenda kazini tu, na kama ni likizo na inakuwa pia ni likizo kwenye hiyo wajib ya hijab. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, mujishaue kama vile wale wa wakati wa kijahilia, kisi wanawake walikuwa wanajipeleka, na nyie wanawake wa Kiislamu msijipeleke na nyie kama vile wanawake wa kijahilia. Waqala ta'ala, ya ayuha nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Namwambia ewe Mtume, waambie wake zako na waambie wa binti wako na vile vile wanawake wa Waislamu, yani wake wa Waislamu, yudnina alayhinna min jalabibihin, yani watie wavae jilbab zao, wazivaa kama vile imekuja kwenye dini, kwenye sharia ya Kiislamu kuvaa jilbab. Kaifa yakunu alhijabu shar'an, inabidi tujue ya kwamba hiyo hijab tunaongelea au jilbab tunaongelea ya Kiislamu inakuwa namna gani, inabidi iwe yani ivaliwe namna gani. Ibadallah, alhijabu faridatun shar'iyya. Kwanza inabidi ya kwamba hijab ni komandi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kama hauitekeleze amri ya hijab unakuwa unafanya ni dhambi, unapata dhambi. Laisa adatan wala taqlidan, hijab sio ada au sio habit ambayo mtu anakuwa yuko na, kama niko na habit ya kila siku na kula ugali asubuhi, au niko na habit kila siku naangalia television. Hapana, hijab sio hivyo. Hijab ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio taklidan, sio imitation, sio kufuata watu. Unaangalia kama naona mtu fulani anafanya kitu fulani, acha nimfuate. Hijab sio kufuata, hijab ni command imekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa yakunu alhijabu shar'an bi shurutin, hijab itakuwa inahesabiwa kama ni hijab ya kisharia kama kuna baadhi ya condition ambazo zitakuwa ziko fulfilled. Miongoni mwa hizo condition, sio zote, miongoni mwazo muhimu sana ni ayastura jamia albadan amama rijali alajanib. Hiyo hijab inabidi, yani ukiwa mwanamke akiwa anavaa inabidi avae afiche mwili wake mzima akiwa mbele ya wanaume ambao sio maharim kwake, yani wanaume ambao wanaweza kuolewa, wanaweza kuoa ule mwanamke. Mbele yao inabidi afiche mwili wake, maada alwajh walkafain, isipokuwa tu mikono miwili na uso. Hizo ndio vitu ambavyo mwanamke hawezi kuficha. Kama anataka anaficha uso kwa ajili ya fitna, lakini ukitaka kuacha uso wako wazi unaweza kuacha. Walkafain, na mikono miwili, yani uso na mikono miwili. Hizo ndio vitu vya na kauli. Na pili, ayakuna fadfadan la dayiqan, hiyo nguo ya mwanamke inabidi iwe fadfad, inabidi iwe pana, yani isiwe nguo ambayo inambana, yani inaonyesha shape yake, yani inakuwa ndogo sana kwa mwili wake, anaivaa inakuwa akiwa amesimama, hiyo nguo inaonyesha shape ya yule mwanamke. Na ya tatu, ayakuna samikan la shafafan, hiyo nguo inabidi iwe thick, yani iwe thick, yani isiwe transparent, isiwe inaonyesha kala ya mwili wa mwanamke.
yani kitu ambacho kiko chini ya hiyo nguo kisiwe kinaonekana. Yani hiyo kama umevaa jilbab au hijab ya Kiislamu inabidi iwe thick, isiwe nini, isiwe transparent. Alla yakuna mutayyaban inda al-khuruj, na nguo za mwanamke hawezi kuzitia perfume wakati anataka kutoka. Yani unaweza kutia perfume ukiwa ndani ya nyumba yako, ukitaka kutoka nje mwanamke hawezi kutia perfume. Al-a'dha'u allati yajibu sitruha bil hijab, inabidi tujue ya kwamba hijab kuna some of the limbs ambazo ni lazima hijab ikava. Yani kama unavaa hijab inabidi hivyo viungo viko covered. Cha kwanza ni ash'ar, nywele. Ukiwa unavaa hijab inabidi kuwa makini sana, kama hakuna hata nywele kidogo inaonekana, yani unafunga kabisa ili nywele hata moja isiwe inaonekana. Na cha pili ni al-unuq, shingo ya mwanamke. Kama unavaa hijab, make sure shingo yako iko pia part of hijab. Yani huwezi kuvaa hijab na part of, yani sehemu kidogo ya shingo inaonekana, inakuwa sio hijab shar'an. Al-udhunaini kadhalik, na vile vile masikio mawili ni part of hijab. Ukiwa unavaa hijab ya kidini ya Kiislamu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala wameamrisha kila Muislamu mwanamke, ni masikio mawili ni vitu ambavyo ni lazima kuvikava. Na vile vile asadr wa dhahr, na kifua cha mwanamke inabidi pia kiwe kimecovered, na mgongo hapo nyuma kidogo, kwenye shingo, chini ya shingo kidogo, inabidi pia vyote ni viungo ambavyo viwe unavificha wakati unavaa hijab, na make sure viko ndani ya hijab, viko part ya hijab. Kama kimoja kinaonacha kimoja kwa maksudi kinaonekana, ujue ya kwamba uko kwenye wakati wa kumaasi komandi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakuwa unapata dhambi. Wa qala ta'ala walyadribna bikhumurihinna ala juyubihin, shusheni hizo jilbab zenu kwenye vifua. Hiyo ni komandi imekuja, yani hapo tunaona ya kwamba lazima hiyo hijab iwe imekava kifua cha mwanamke. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, vile vile kwenye hiyo aya inakuja msioneshe pambo lenu, yani wanawake mkiwa mnavaa jilbab au hijab msioneshe pambo lenu isipokuwa vitu ambavyo vinakuwa vinaonekana. Na hapo kwenye zinatuhunna tujue ya kwamba pambo ni hapo inamaanisha ni places ambayo hizo pambo zinawekwa na hizo pambo zenyewe. Mfano kama cha kwanza tujue ya kwamba kichwa au nywele usionyeshe nywele yako, na kwenye nywele mara nyingi unakuta makufaru wanakuwa wanavaa ile kama crown vile makingo wanakuwa wanavaa, na hiyo yani ukificha nywele yako ukiwa unavaa hijab. Na vile vile masikio mawili inabidi uyafiche ukiwa unavaa hijab ya Kiislamu. Kwa nini? Pambo la masikio ni nini? Ni hizo earrings wanawake wanakuwa wanavaa. Leo unakuta wakati mwingine wanafanya style hiyo hijab wanaifunga ili hizo earrings ziwe nje zinaonekana. Hiyo inakuwa sio hijab ya Kiislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameamrisha ndani ya Qur'an. Na vile vile shingo na kifua, ukiwa unavaa hijab make sure shingo na kifua viko ndani ya hijab. Na pambo la shingo na kifua ni nini? Ni hizo necklace wanakuwa wanawake wanazivaa. Make sure hiyo necklace yako inaonekana, yani unakuwa unafanya dhambi, unakuwa haujatekeleza amri ya hijab. Na vile vile mikono yako ukivaa hijab kafupi kako na mikono mifupi, ili uoneshe hizo bracelet zako umevaa, inakuwa ni dhambi. Na vile vile kwenye miguu ni sehemu ambayo wanawake wanakuwa wanatia anklets, na hizo anklets ukiziacha zinaonekana, yani ni mguu wako unaonekana, unakuwa unapata dhambi. Yani tujueni ya kwamba hiyo command ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kusema wala yubdina zinatahunna, msioneshe pambo lenu, tujue ya kwamba sio command ya kuonesha pambo tu,
ni viungo ambavyo pambo hizo sehemu hizo pambo zinawekwa na hizo pambo zenyewe, na illa ma dhahara minha, isipokuwa vile ambavyo vinakuwa vinaonekana kawaida. Hapo maulama wanakhtilafiana, ndio maana kwenye jumhurul ulama qaulun muttafaqun alayhi ni mikono na uso, hivyo viwili ndo illa ma dhahara minha, isipokuwa vile ambavyo vinacho wazi, ndio hivyo mikono miwili na uso. Kwa hiyo tujueni ya kwamba amri ya hijab sio kitu ambacho tunachukulia kama vile ni by the way. Hapana, ni hiyo ni command imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni aya ambayo inaonyesha kabisa umuhimu wa wujub na hijab kuwa wajib kwa kila mwanamke, yani wakina mama na wakina dada. Waqala ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Sio hakuna, yani Muislamu mwanamke na mwanaume hana choice. Kama Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamesema hiki kitu kiko lazim, ni wajibu kwako. Kwa hiyo Muislamu mwanamke na mwanaume hakuna mtu ambayo yuko na choice ya kusema mimi hapa naona kama vile nifanye hivi ili nivae hijab, lakini kwenye style fulani, ili nionyeshe earring zangu au nionyeshe necklace yangu au nionyeshe kitu fulani. Hapana, unaifuata kisi Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an. Falmu'minatu sadiqa, yule wakina mama na wakina dada wa ukweli ambao wale wanafuata dini ya Kiislamu kwa ukweli, ni wale wakisikia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema hiki kitu ni lazim, wanasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunafuata. Sio kusema kaifa, kwa nini, limadha, kwa nini, kwa sababu gani. Hapana, yani ukisikia Mungu amesema ni lazim, na wewe unasema sami'na wa ata'na. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusend salutation na blessings upon Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba wake wote na wale waislamu wote wanafuata mwendo wake hadi siku ya kiyama. Amin. أيها المؤمنين والمؤمنات اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الحجاب مسؤولية مشتركة. Enyi waaminifu wale wote wanaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenyewe ameamrisha komandi ya hijab na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Tujueni ya kwamba hijab ni kitu ambacho ni command, haiko kwa mtu mmoja tu mwanamke, lakini ni kitu ambacho mas'uliyatun mushtaraka, yani ni kitu ambacho kitaulizwa na watu wengine pia, sio ule tu mwanamke mwenye anaivaa. Almar'atu an tattaqi Allah fi nafsiha wa an ta'lama anna Allah yaraha haythu kanat wa anna alhijaba ibadatun mustamira tu'jaru 'alayha fi kulli lahdha wa ta'thamu 'ala khal'iha. Na wakina mama na wakina dada inabidi wajue ya kwamba amri ya hijab ni kitu ambacho Allah mwenyewe ameamrisha ndani ya Qur'an, na sehemu yoyote utakuwa, kama huko kwenye festivals, kama ni kwenye mambo ya nikah, kwenye mambo yoyote, ujue ya kwamba sehemu yoyote utakuwa huwezi kujificha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anakuona kama unatekeleza hiyo komandi yake au hauitekelezi.
na tujue ya kwamba hijab ni miongoni mwa ibada, ni ibada ambayo ni ibada ya kila siku na kila wakati, haina likizo wala nini. Yani hijab likizo yake ni ukiwa ndani ya nyumba yako. Kama uko nje ya nyumba yako, hijab ni ibada ambayo inaendelea. Na tujue ya kwamba ukiwa unatekeleza hiyo amri ya hijab kama vile inapaswa, unajua ya kwamba unapata thawab kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ukifanya nini style kwenye hiyo hijabu yako ili uoneshe baadhi ya pambo lako, ujue ya kwamba pia unapata dhambi juu hijab ni command ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ab wal mas'ulun an hijab bintiha, na tujueni ya kwamba mzazi, yani wakina baba na wakina mama, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hijab ya wa binti zenu. Yani kama uko na binti yako hatekelezi amri ya hijab, ujue ya kwamba utaulizwa we kama mama au baba siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akh mas'ulun an hijabi ukhtiha, na vile vile ndugu mwanaume anakuwa ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hijab ya dada yake. Kama ulikuwa na dada na dada yako alikuwa hatekelezi amri ya hijab kama vile inatakiwa, ujue ya kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Wa zawju an hijabi zawjatiha, na vile vile mume ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hijab ya mke wake. Kwa nini ulikuwa unaishi na huyu mke, unajua ya kwamba alikuwa hatekelezi amri ya hijab kama vile inatakiwa, lakini ulikuwa anamwacha? Utaulizwa siku ya kiyama. Ni hadithi Nabii sallallahu alaihi wasallam, hiyo inatokana na hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyie wote kila mtu ni mchungaji na kila mchungaji ataulizwa kuhusu kile alikuwa anakichunga. Alhijabu fardun fi kulli zamanin wa makan, hijab ni kitu ambayo iko lazim kwa kila wakati na kila sehemu. Imma fil madrasa, ukiwa uko ndani ya madrasa ujue ya kwamba kama uko mwanamke hijab inakuwa ni lazim kwako. Imma fi suq, au ukiwa uko sokoni ujue ya kwamba amri ya hijab iko lazim kwako. Imma fi safar, au ukiwa kwenye safari ujue ya kwamba hijab vile vile inaendelea, ni komandi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma fil utla, au ukiwa kwenye utla ujue ya kwamba hijab inaendelea. Wal udlatu ayuha almuslimun waqtun likthari khatmi alquran, tujue ya kwamba utla iwe ni opportunity kwetu sisi Waislamu ya kufanya khatam za Qur'ani nyingi. Ulikuwa kwenye siku zako za kazi ulikuwa unafanya khatam ya Qur'an mara moja kwa mwezi, kwenye likizo unafanya mara 2 au 3. Waliktharu ala salati ala nabii, na vile vile ni wakati wa kuzidisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nasihatun lil aulad, yani lishabab wal fatayat, nasiha ya mwisho kwenye kwa wa vijana wanaume na wanawake. Wa nasihatun lil abai wal ummahat, na vile vile kwa kina baba na wakina mama. La taj'alu utlatakum baban lil ma'siyah, musifanye wakati wenu wa likizo au wakati wa sherehe fulani iwe ni wakati iwe kama vile mlango, mnafungua mlango kwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ij'aluha sulaman litaa, mfanyeni wakati wa likizo iwe ni ngazi kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa kwenye ta'atullah ta'ala. Ayuha almuslimun, inna musharakatan au tahni'ata ghayri almuslimin fi ayadihim amrun khatirun ala aqidati almuslim. Na by the way, tujueni ya kwamba huo wakati ni wakati ambayo ni mambo yani ambayo inaenda kinyume na akida ya Kiislamu inapatikana. Kama vile jana tunajua ilikuwa ni siku ya Christmas, na kidogo hapa itakuwa ni New Year. Kama sisi Waislamu tujueni ya kwamba hivi vitu viwili sio vitu vya Muislamu. Hivi nakuja kila mwaka tunasikia, lakini unakuta baadhi ya Waislamu bado wako kwenye yale mambo.
wakati wa Christmas wanakuwa pia wanafetea hiyo Christmas, au wana wish wale makufar Merry Christmas kama vile. Na kama ni siku ya New Year, unasikia Muislamu anamwambia nini non Muslim Happy New Year, mambo kama yale sio mambo yetu sisi Waislamu. Tujueni ya kwamba sisi tuko na Eid zetu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, ni Eidul Adha na Eidul Fitr, na vile vile siku yetu ya Ijumaa, na kama vile wakati wa walima. Hizo ndio siku zetu ambazo tunajua ni siku za fete. Lakini kama hii mambo ya Christmas sio mambo ya Waislamu. Na ujue ya kwamba to wish, yani kumwambia non Muslim Merry Christmas au Happy New Year, hicho ni kitu ambacho kinakuwa kiko danger sana, kinaleta danger kwenye akida ya Muislamu. Yani just to wish a person inakuwa inaonekana kama ni kitu cha kawaida, unasema I just wishing, yani namwambie tu Happy New Year, basi sijafete naye pamoja, lakini ni kitu ambacho juu kila fete inakuwa inaendana na akida ya kidini. Na vile vile kama hiyo Merry Christmas, unajua kama wewe ukisema tu haujafete lakini umemwambia, ni kama vile na wewe unaamini kuwa Nabii Isa alayhi salam alizaliwa hiyo siku ya 25. Yani unakubali kwamba Nabii Isa ni mtoto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani wewe kuseme tu hiyo Merry Christmas ni kitu ambacho kinaonekana ni kitu kidogo, lakini kinaendana na ukisema, kinaendana na akida ya wale watu unaambia. Yani ukiwaambia vile, wao wanajua kabisa na yeye anakubali kwamba sisi Nabii Isa alizaliwa on the 25th, au Nabii Isa ni mtoto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo to wish is not just to wish, ni kitu ambacho kinaleta madhara kwenye akida ya Muislamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min, yule mtu ambaye anakuja na dini nyingine kinyume na dini ya Kiislamu haitokubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan fi wasfi al-mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye kuwasifu waumini, walladhina la yashhaduna zur, wale waumini ni wale ambao hawashuhudia zur. Zur ni mambo ya evil. Na waqad fasara jam'un min as-salaf, wale kuna masalaf wetu wali tafsiri ya hii qaul azur ambayo inakuja kwenye aya kama inamaanisha ni Eid za wa non believers, kama vile hiyo Christmas na hiyo New Year na mambo mengine kama Halloween sijui. Waqala aidan, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema pia kwenye Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Hiyo ni sura ambayo nadhani kila Muislamu anaijua, tunayesoma kila siku. Lakum din, kwenye suratul Kafirun aya ya mwisho kabisa, lakum dinukum waliyadin, nyie mko na dini yenu na mimi pia niko na dini yangu. Yani hiyo aya iliteremshwa wakati makufaru wakati wa Nabii Muhammad, Makuraish walikuwa wanamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti kuwa na wewe mwaka mmoja unaabudu miungu zetu, na mwaka mwingine sisi tunakuja tunaabudu nini? Mungu wako. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akashusha hiyo aya ya kusema nyie mbaki na dini yenu na mimi nibaki na dini yangu. Kwa hiyo tujueni kama dini yetu ya Kiislamu haituambie nini to wish au to celebrate pamoja na wa non Muslims kama ni Christmas au ni fete yoyote. Na tujueni ya kwamba kwenye hiyo aya kuna information muhimu sana ambayo ni inaonesha kila Muislamu inabidi ashike tauhid na mikono yake yote miwili. Usiwe huko mguu mmoja kwenye tauhid, mguu mwingine huko nje. Hapana, uwe kabisa na miguu yako yote miwili kwenye tauhid. Na tujue ya kwamba pia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yule mtu ambayo anajifanya kama vile watu fulani, yani atakuwa siku ya kiyama atakuwa anahesabika miongoni mwa wale watu. Yani kama wewe unajifanya siku ya Christmas unakuwa unafetea, unapika nini, mapilao nini nyumbani kwako, juu ni siku ya Christmas, au Happy New Year unakuwa unafetea na wewe pamoja
na vile vile utakuwa unahesabika kama hauko miongoni mwa Waislamu, uko miongoni mwa wale watu huko unafanya yale mambo pamoja nao. Qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi anasema, ya ibn Adam, ewe bin Adam, jua ya kwamba inma anta ayyam, wewe uko ni siku tu, uko ni siku, yani mwili wako mzima ni kama vile siku zako za hapa duniani. Idha dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, siku moja ikipita ujue ya kwamba pati yako, yani pati ya mwili wako pia imetoka, mpaka siku zako zote za hapa duniani zitamalizika, ndio utaenda. Yani ukiwa najua siku ya kwanza imepita, kama siku ya jana imekuja imepita, na wenye maasi Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe Muislamu kama ulikuwa uko pamoja na wale watu, kama ulifanya kwa kutokujua, inabidi ufanye tauba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Na kama hiyo siku ikipita, unajua ya kwamba ni kama vile one of my days hapa duniani imekwisha. Na vile ndio kisi Muislamu akiwa na anajichukua yeye mwili wake mzima kama ni siku zake za hapa duniani, utakuwa unajikuta unaenda kwenye mwendo ambayo utakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda na mtume wake wanaupenda. Hadha wa sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafai rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا من فتنة هذا الزمن. اللهم احفظنا من فتنة هذا الزمن. اللهم احفظنا من فتنة هذا الزمن. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.